Mara baada ya Clement Mzize kuweka rekodi ya aina yake ya kutwaa tuzo ya goli bora la mwaka ambalo limemwezesha kuweza kupewa tuzo hiyo kwenye usiku wa tuzo pale Rabat, Morocco. Clement Mzize kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, Clement Mzize ameshukuru na kuzungumza jambo mara baada ya kutwaa tuzo hiyo ambayo kwenye historia yake ya soka inaweka alama kubwa sana ama hakika. Kupitia kwenye ukurasa wa Clement Mzize ameandika maneno yafuatayo. Anasema, mwenyewe Mungu awabariki sana mashabiki kwa kupiga kura na kufanikisha kutoa tuzo hii. Pia nipende kuwashukuru wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi. Naamini tulipambana kwa pamoja na kufanikisha kupata tuzo hii. Napenda kuwashukuru viongozi kwa kusimama na sisi kwenye kila hatua. Mungu awabariki sana. Hii ni ya kwetu sote. Ndicho ambacho amekiandika Clement Mzize, Walid Mzize mara baada ya kuweza kutangazwa kuchukua tuzo ya goli bora ambalo alilifunga kwenye mechi ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya TP Mazembe kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hiyo ilikuwa Januari 4, 2025. Clement Mzize akichukua tuzo hiyo mara baada ya ushindi wa goli 3-1. Clement Mzize akifunga goli ambalo ulikuwa ni mwichi wa maana liloingia moja kwa moja wavuni. Hilo ambalo limemwezesha kuweza kutoa ile tuzo ya goli bora la mwaka. Kwenye hizo tuzo wakati wanatangaza kama pengine kuna mtu amekuchukulia, basi walikuwa wana play video. Pengine umejisikiaje kupokea tuzo hiyo na unazungumza kidogo. Na haya yalikuwa ni mazungumzo ya Clement Mzize waki live kabisa pale Morocco wakicheza video yake mara baada ya kutangazwa. Nashukuru sana CAF kwa kunipa tuzo hii. Naamini ni chachu kwangu, naamini niongezea thamani, niongezea kitu kikubwa katika kariera yangu ya football. Ninashukuru pia wachezaji wenzangu kwa kupambana kuweza kupata tuzo hii. Naamini hii ni ya kwetu wote. Nashukuru sana benchi la ufundi, nashukuru sana viongozi, nashukuru sana mashabiki kwa kunipigia kura kupata tuzo hii ya goli bora la Simba. Kwa hiyo nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Yes, hicho ndicho ambacho Clement Mzize alikizungumza kwenye usiku wa tuzo mara baada ya kutangazwa kwenye usiku huo kutwaa tuzo ya goli bora la mwaka. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameposti taarifa mbalimbali mara baada ya Clement tuzo hiyo, na Yanga hawajaficha furaha yao kwa kumuona mchezaji Clement Mzize anachukua tuzo. Wao kupitia kwenye ukurasa wa Instagram waliposti picha ya Clement Mzize wakaandika imekuja nyumbani. Ujumbe wa CAF ambao wao walipost kwenye page yao. CAF wao waliandika his place in history, Mzize unstoppable striker for young Africans wins the goal of the year. Ndicho ambacho walikiandika CAF kupitia kwenye ukurasa wao wa CAF online, na Yanga wakauchukua kama ulivyo ule ujumbe wakaweka kwenye akaunti yao. Sasa nimeona pia kile ambacho Yanga walikifanya wakati tuzo zinatangazwa. Tunafahamu kwamba klabu ya Yanga wao wako kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat. Sasa Yanga huo usiku walikaa kwa pamoja. Ukitazama unamuona Pacome, unamuona Dickson Job, unamuona Ofen Chikola, Abu Twalib Msheli, kocha mwenyewe Pedro, lakini pia unamuona Azizi Andambwile na wengine wakifurahia mara baada ya Clement Mzize kutangazwa kuchukua tuzo hiyo ya goli bora. Na hiki ndicho ambacho kilitokea mara baada ya Clement Mzize kutangazwa. Wachezaji wa klabu ya Yanga, benchi la ufundi, hii ndio ilikuwa
furaha yao mara baada ya kusikia na kuona Clement Mzize akitangazwa kuwa mchezaji ambaye amechukua tuzo ya goli bora la mwaka. My name is Asamoah Gyan, and we are here to present the 2025 Goal of the Year Awards. And the winner is Clement Mzize. Bana, iko hivyo ni Clement Mzize huyo akiweka rekodi ya aina yake kwenye soka mara baada ya kutoa tuzo ya goli bora la mwaka. Lakini pia ukiachana Clement Mzize, tuzo nyingine ambazo zimechukuliwa ni pamoja na ile tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani. Lakini pia tumeona Achraf Hakimi, mchezaji wa klabu ya PSG, akichukua ile tuzo ya mchezaji bora wa Afrika. Kwa hiyo iko hivyo. Kuna tuzo nyingi sana ambazo zimetolewa. Tuzo ya goalkeeper bora wa Afrika imeenda kwa Yassine Bono ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia na timu ya taifa ya Morocco. Lakini pia tumeona timu ya taifa bora ikichukuliwa na timu ya taifa ya Morocco under 20. Tumeona pia kocha wa timu ya taifa ya Cape Verde Bobusta akichukua tuzo hiyo. Kwa hiyo ni tuzo nyingi ambazo zilitolewa, lakini kubwa zaidi ni kauli ya Clement Mzize mara baada ya kutangazwa kuchukua tuzo ya goli bora la mwaka kwa Afrika mara baada ya kushinda ama kuwashinda aliokuwa anashindana nao na kuweza kutangazwa. Kwa hiyo ni moja kati ya story kubwa, ni moja kati ya rekodi kubwa kwa Clement Mzize kwenye karia yake ya soka akiwa na klabu ya Yanga. Tunafahamu kwa sasa ni majeruhi na anaendelea kuuguza majeraha yake, lakini pengine tuzo hii inampa faraja kubwa na pengine huenda ikaendelea kumweka imara na kuona ana deni kubwa. Nashukuru sana CAF kwa kunipa tuzo hii. Naamini ni chachu kwangu, naamini imeniongezea thamani, imeniongezea kitu kikubwa katika karia yangu ya football. Ninashukuru pia wachezaji wenzangu kwa kupambana kuweza kupata tuzo hii. Naamini hii ni ambayo wote. Nashukuru sana benchi ya ufundi, nashukuru sana viongozi, nashukuru sana mshabiki kwa kutupigia kura kupata tuzo hii ya goli bora la Afrika. Kwa hiyo nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.